Mtazamaji wa Ayo TV, Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla yote inahuzunika kufuatia kifo cha Raila Amolo Odinga ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Amefariki kule nchini India ambako alikuwa akipatiwa matibabu. Huyu alishawahi kuwa waziri mkuu wa Kenya. Naweza nikasema Odinga ni muhimili wa mageuzi ya kidemokrasia ya nchi ya Kenya. Jina lake limekuwa karibu sawa na safari ya Kenya kuelekea katika mfumo wa kidemokrasia, utawala wa haki pia. Hapa Tanzania kuna moja ya mtu ambaye ametrendi sana kwenye video mbalimbali baada ya msiba wa Odinga kutangazwa. Huyu anaitwa Odemba, mtangazaji wa Star TV, lakini pia katika kipindi cha Medani ya Siasa. Ayo TV tukasema tuweze kufanya naye mahojiano. Kijana mdogo kama yeye, ilikuwaje akawa na urafiki wa karibu na Odinga mpaka kufikia kuweza kuja kwenye harusi yake? Odemba, habari za sasa hivi? Ya, salama sana ndugu yangu. Pole sana kwa msiba. Nakushukuru sana. Karibu sana ndani ya studio pia. Nakushukuru sana. Huu ni msiba wa dunia kwa ujumla. Kwa hiyo hata nawe nakupa pole sana. Labda ratiba yako kuelekea kwenye msiba ikoje au utakuwepo hapa? Nitaenda utahudhuria mazishi. Nadhani mara baada ya mahojiano haya nitaanza safari yangu ya kwenda Nairobi. Ulikutana vipi mara ya kwanza na Raila Odinga? Ilikuwa wapi na katika mazingira gani? Kwanza Odinga, sisi ni ndugu. Familia yangu ya mzee Chief Clement Odemba Kagose na familia ya Jaramogi Oginga Odinga ni ndugu na ni marafiki wa karibu sana na wa siku nyingi. Na hata kuna baadhi ya kaka zangu ambao walisoma kule Kenya nyumbani kwa mzee Jaramogi, ambapo ni kwao na Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo tuna undugu wa karibu sana. Ni mzee wetu, rafiki yetu na mtu wetu wa karibu sana. Watu wengi wanamuita Odinga baba. Kila mmoja sasa hivi akipost atasema RIP baba, ulale salama baba. Kwako wewe pia ni mmoja wa watu ambao unamuita baba. Kuna hisia hipi kali ya kupelekea mpaka umuite Odinga baba, ukiachia mbali hiyo ya undugu? Odinga ni baba kama anavyojulikana, na wewe umemsema awali hapo, ni baba wa demokrasia. Amekuwa baba wa mageuzi katika taifa la Kenya na Afrika kwa ujumla. Amekuwa ni baba wa wengi. Sasa upendo ule, kama alivyo na upendo mzazi anavyokuwa na upendo kwa watoto wake, alikuwa na upendo na Wakenya. Wakenya wakawa wanamuita baba na majina mengi. Wengine wanamuita Jakom, wengine wanamuita Gwambo, wengine wanamuita Tinga, wengine wanamuita Rao, wengine wanamuita Raila Odinga, na wengi wanamuita baba. Nami namuita baba. Namuita baba, ni baba yangu kama alivyo baba wa watu wengine. Lakini sasa mimi ubaba umezidi sana, sababu ni mzee wangu, ni mtu ambaye kwangu mimi nashindwa hata kueleza. Ni rafiki yangu sana. Nikikwambia ni rafiki yangu kweli kweli. Alikuwa ni mzee wangu ambaye amenisimamia kwa muda mrefu. Amekuwa akinishauri mambo mbalimbali, akinisaidia hapa na pale. Kwa hiyo mimi nimempoteza baba, Afrika imepoteza baba, familia yake, watoto wamepoteza baba, mke amepoteza mume, Wakenya wamepoteza, na sisi wa Tanzania tumepoteza. Nadhani umeona Watanzania walio wengi wameposti sana kuonyesha kusikitishwa na kifo cha mzee Odinga. Nami nikiwa miongoni mwao nimesikitishwa sana na nimepokea kwa masikitiko makubwa. Vifo vipo, vinaumiza, lakini hii mimi kwa kweli imeniumiza sana. Umesema Odinga ni ndugu yenu katika familia. Labda naweza nikasema katika nikiangalia labda uhusiano wako na yeye ulishiba sana. Labda ulishiba sana kutokana na imani ya kisiasa au kutokana na kazi yako ya uandishi wa habari? Ukiachilia mbali mambo ya kifamilia kama ambavyo nimekuambia, mzee pia alikuwa ni shabiki yangu sana. Mimi nilikuwa ni shabiki
yake kisiasa, lakini na yeye vile vile alikuwa ni shabiki yangu. Alikuwa akipenda sana mahojiano yangu, na mara kadhaa nimekuwa nimemfanyia mahojiano mara kadhaa hapa Tanzania, Kenya. Kwa hiyo alikuwa anapenda kazi yangu na mimi nilikuwa napenda kazi yake. Kwa hiyo tukawa tumeshibana sana. Mara kadhaa alikuwa hata akiona clip zangu mara nyingi zilikuwa zina trend, akiona atakuta atashare, ananiambia mbana huyu mtu kisawa sawa. Na mimi nikiona amezungumza jambo nzuri tamtumia kwenye simu yake, baba hapa umezungumza vizuri nini. Kwa hiyo ikawa ni urafiki wa aina hiyo, lakini mimi ni rafiki yangu sana. Unaona, nafikiri hata nilipokuwa ninaoa alikuja kwenye harusi yangu kwa mzee kama yule, kutoka nchi nyingine mpaka kuja kwa mimi kijana mdogo. Kwa kweli ni heshima kubwa sana. Mimi kwangu ile ni heshima la kihistoria, na ni jambo ambalo ameacha kumbukumbu kubwa sana katika maisha yangu. Na kwenye harusi aliniasa mambo mbalimbali, afikiri yako public, namna ambavyo tunapaswa kuishi katika dunia hii, na alieleza namna ambavyo ananipenda, aliambia umma waliokuwepo pale. Kwa hiyo acha tumzee alale salama, lakini ametuumiza sana. Wakati anakuja kwenye harusi yako, ni wewe uliinsist baba njoo, au yeye alikwambia mimi nitakuja? Tulikuwaje mazingira mpaka siku anatoka huko anakuja hapa na private jet? Kama ambavyo unajua harusi, unapofanya harusi unahitaji michango ya watu, ndugu, jamaa na marafiki. Na kama unajua harusi sio siri, utawaambia ndugu, bwana mimi ninaoa, kijana wenu naoa. Kwa hiyo yeye tulikuwa Ethiopia wakati anagombea nafasi ya AU kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tulikuwa kule Ethiopia na mimi nilienda kumuunga mkono kwenye mashindano yale. Kule nikamwambia baba, unajua mimi sasa nimeshakuwa mtu mzima, nataka sasa nitafute jiko. Akasema unataka jiko? Kaambia nataka jiko sasa. Kaambia okay, lini? Nikamwelezea bwana itakuwa tarehe fulani, natarajia iwe tarehe fulani. Akasema basi hiyo niachia. Kwa hiyo kwa kweli harusi ile aliibeba kwa kiwango kikubwa. Kama ilikuwa ni yake. Kwa michango asilimia kubwa aliwezesha kufanikisha. Aliwezesha kwa hali na mali. Aliwezesha kwa hali na mali kuhakikisha kwamba harusi inafanyika vizuri, na namshukuru Mungu ilikuwa nzuri sana. Na mara hapo nikamwambia baba, sasa mchango tu haitoshi, wewe sasa uwepo wako ni muhimu sana. Akaniambia lakini nina nani, tarehe hiyo nitakuwa busy sana, nitakuwa Bondo kule. Mke wangu, yani mke wake Mama Haida, alikuwa anapewa unajua mambo ya kanisa, kuna tuzo fulani hivi alikuwa anasimikwa kuwa canon nadhani, lakini nitamaliza jioni. Kaambia wewe hata kama ni saa ngapi wewe fika. Akanambia nitafika. Kwa hiyo amemaliza kule, na alieleza mwenyewe alimaliza kule Bondo mwendo wa saa 11, akatoka akaja mpaka Dar es Salaam kwenye shughuli yangu. Kwa hiyo namshukuru sana na namuombea heri. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ailaze roho yake mahali pema peponi. Odinga ni kiongozi ambaye anajulikana sana kwenye masuala ya kisiasa. Mtu atajiuliza Odinga ni mtu wa aina gani mkikaa mkiwa mnaongea nje ya siasa, kifamilia, kindugu, kirafiki? Kwanza ni mtu mwenye furaha wakati wote. Baba ni mtu mwenye furaha sana, na ni mtu mwenye upendo mkubwa sana. Si tu upendo kwa familia yake, ana upendo kwa watu wanaomzunguka, ana upendo kwa jamii yake, na alikuwa na upendo kwa Afrika nzima. Baba ni mtu ambaye ukikaa naye, kwanza anapenda sana story. Anapenda sana story. Kwa hiyo ukikaa naye, kama wewe ni mtu wa story, basi mtapiga story sana, kwa sababu na yeye ni mtu wa story. Ni baba alikuwa anatoa nafasi kwa kila mtu. Baba kuwa ni mchoyo wa fursa. Mahala popote penye fursa, kama ulikuwa unaona fursa mahali, ukamweleza mzee kuna jambo hili unahitaji mkono wake,
baba hakuchelewa kufanya hivyo. Amesaidia vijana wengi sana. Asilimia kubwa ya vijana wengi ambao tunawaona kwenye siasa Kenya, wengi wameshikwa na mkono na baba, na wao wenyewe wameeleza. Kwa hiyo mzee hakuwa ni mchoyo wa fursa, alitoa fursa kwa kila mtu kulingana na uwezo wa mtu. Baba hakuwa mbaguzi, alikuwa ajali kwamba wewe una fedha au wewe hauna. Baba hakuwa ni mtu ambaye kwamba wewe unajulikana ama haujulikani. Ni mtu ambaye mlango wake ulikuwa wazi wakati wote ukigonga na ufunguliwa. Na ameishi maisha yote hayo. Mimi katika wakati ambapo nimepata fursa ya kuweza kukaa naye, na mimi nilikuwa nawasiliana naye mara nyingi sana. Hata wakati alipokuwa huko India nimempigia mara kadhaa, tumeongea, na alikuwa ni mtu mwenye nguvu kubwa sana, mwenye furaha. Ukimpigia anakuambia niko salama. Ilikuwa nafanya natembea, wakati mwingine anakuambia unaweza kumpigia asipokee. Baadaye akikuta miss call yako atakupigia, akwambia bwana nilikuwa mazoezini ama nilikuwa kwenye meeting fulani hivi. Atakurudia. Utamueleza baba na mimi nilikuwa nakusalimia, au unaendeleaje, ama kama una jambo lako utamueleza. Na yeye kauli yake tu kwambia, alikuwa anasema kwa lugha ya Kijaluo, awinjo. Hiyo maana kwamba nimeshasikia. Ukisikia amekwambia tu nimesikia, hiyo kitu tayari imetiki. Kama ni ushauri uliomba akakwambia awinjo, asewinji, hiyo tayari imetiki. Kama ni jambo uliomba kwambia hivyo. Kwa hiyo mzee hata nje ya siasa ni mtu mwenye furaha sana. Ni mtu anayependa watu. Uwezo kumkuta amekaa peke yake, akikaa mahali watu wanamsonga. Unajua hili ni kibali. Kuna vitu vingine sio kwamba ni nafasi au nafasi kwa maana ya cheo ama fedha. Kuna vingine ni kibali. Odinga alipewa kibali na Mwenyezi Mungu. Alipewa kibali cha kupendwa. Nimewahi kushuhudia wengi wanaopendwa, lakini nami nadiriki kukwambia kuwa yule mzee watu wengi walikuwa wanampenda sana. Na hili nafikiri limedhihirika, hata wewe mwenyewe umeona. Mapenzi ya Wakenya, mapenzi ya Waafrika kwake ni makubwa sana. Na hii ni kutokana na msimamo wake, namna alivyofanya kazi zake kwa uweledi mkubwa, kwa ujasiri, namna alivyopambana kuhakikisha kwamba taifa lake la Kenya linakuwa huru. Na nadhani unaona hata Wakenya wakiwa wanalia wanasema huru tulionao, kama si wewe baba pengine tusingekuwa nao. Unaweza ukatushirikisha maongezi yako wewe na Odinga mara ya mwisho, na alikuwa juu ya nini sana? Si maongezi ya siri. Unajua hapo katikati wiki 2 nyuma kulikuwepo na kelele nyingi sana mtandaoni. Mara huo mzee anaumwa, mzee wengine wakisema mzee amefariki. Kwa hiyo rumors zilikuwa nyingi sana. Lakini viongozi wa chama chake, chama cha ODM, walikuwa wametoa taarifa. Mama yetu Mama Haida naye alikuwa ametoa taarifa kwamba baba yuko salama, anaendelea vizuri. Sasa na mimi nilipopata hizo taarifa, nilivyoziona kwenye mitandao, nami kama kijana wake, mtoto wake, nikamtafuta. Nilimpigia mara ya kwanza hakupokea. Kesho yake nikampigia hakupokea, alafu baadaye akanipigia. Akaniambia jana nilikuwa busy kidogo, lakini leo nimekutafuta. Nikamwambia baba hali gani? Sema niko salama. Nikasalama. Kwambia maneno haya yanapiga watu wanapiga kelele. Akasema hayo ni porojo tu. Kwa hiyo ikaendelea hivyo. Kabla siku ya Jumatatu, fikiri Jumapili, nilimpigia mara 2. Mara ya kwanza akapokea, mara ya pili baadaye akapokea. Akaniambia nilikuwa nimepumzika kidogo. Akamwambia unaendeleaje? Akamwambia mimi naendelea vizuri. Na ni mtu ambaye yani ukizungumza naye alikuwa ni mtu mwenye nguvu, ana furaha, anacheka, na sababu ni mtu anapenda. Sasa kama niuliza vipi huko kwenu, mambo ya kampeni naona imepamba moto. Akamwambia kampeni zinaendelea. Hali ikoje? Akamwambia hali njema. Wewe huko? Akamwambia na mimi niko salama. Na maliza mambo yangu, basi tarejea. Na hapo najua nilikuwa nimepanga kwenda kwenye maadhimisho ya miaka 20 ya chama cha ODM. Ilikuwa ifanyike tarehe 10 mpaka tarehe 12,
na mpaka tayari nilikuwa kwenye mchakato huo wa kutafuta tiketi, nilikuwa naenda. Sasa baadaye katokea hizo taarifa, akaniambia no, nilijisikia tu baya, nikaja huku kuangalia, kucheki mwili, lakini niko sawa. Kwa hiyo yale yote ambayo alisema mama Aida, mke wake, na mzee Daktari Oburu Oginga kwamba Raila alikuwa sawa, ni kweli alikuwa sawa, na hata jana hiyo amesema. Na mzee, kwa mtu yote ambaye alipata fursa ya kuweza kuzungumza naye, usingeweza kufikiria kwamba ni mtu ambaye ni mgonjwa, sababu akiongea mnacheka, na ni mtu anapenda sana kucheka kama umeongelesha maneno ambayo yanamfurahisha. Na ukiwa naye karibu, labda ukiwa unaongea naye, mtazamo wake juu ya Tanzania ukoje? Anaiongelea vipi Tanzania? Okay, ni mtu ambaye amekuwa akiweka muda mrefu na amekuwa akisema namna ambavyo anaipenda Tanzania. Odinga alikuwa anaipenda sana Tanzania, na alieleza kwenye harusi yangu kwamba yeye kuna wakati alikuwa ni Mtanzania. Manake alinyimwa passport. Baba yake mzee Jaramogi alitaka akasome nje ya Kenya, lakini akanyimwa passport na serikali ya kikoloni kama alivyoeleza yeye. Baadaye akaja Tanzania kupitia Namanga, baadaye akaja hapa Tanzania. Mwalimu akaruhusu akapewa passport. Kwa hiyo passport aliyotoka nayo hapa kwenda nje kusoma, alikutoka na pasipoti ya Tanzania. Alipomaliza mpaka utawala ule wa kikoloni ulipomalizika, ndio alipata pasipoti ya Kenya. Lakini anasema kwamba amekaa na pasipoti ya Tanzania kwa takriban miaka 3. Kwa hiyo amekuwa ni Mtanzania kwa miaka 3. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaipenda sana Tanzania, na alikuwa akiongelea Tanzania kwa mazuri wakati wote. Na hata ndio sababu naona Watanzania wengi wamemlilia sana baba. Wamemlilia, Watanzania wanampenda, na baba alikuwa anapenda sana Watanzania. Hasa ukizingatia mara kadhaa alikuwa akija hapa Tanzania mara nyingi sana, na alikuwa ni rafiki vile vile mkubwa wa Magufuli, hayati Rais John Magufuli. Na mara kadhaa tuliona alikuwa akienda Chato kule kumsalimia, lakini hata hapa Dar es Salaam alikuwa anakuja. Na tumeona hata wakati alipogombea nafasi ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alienda nchini Kenya, jijini Nairobi, ambapo aliambia dunia ya kuwa anamuunga mkono Raila Amolo Odinga kwenye kinyang'anyiro kile. Na hata alienda Ethiopia kumuunga mkono. Nami nilikuwa kule na nilimwona Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, naye alikuwa kule. Kwa hiyo na alikuja hapa vile vile naye Odinga kuomba kura kwa wakati ule, na akakutana na Mheshimiwa Rais, na mara kadhaa amekuwa akikutana naye. Kwa hiyo inaonyesha kwamba alikuwa na mapenzi ya dhati na taifa letu Tanzania, na ndio maana hata mapumziko yake mengi, wakati mwingine alikuwa anakuja hapa anapumzika siku 2-3, wakati mwingine alikuwa anaenda Zanzibar anapumzika. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaipenda sana Tanzania. Aisha kukupa maoni yake jinsi gani alikuwa anamuona hayati Dr. John Pombe Magufuli? Alikuwa akimzungumziaje? Alikuwa ni rafiki yake. Unajua, kwa kuwa urafiki wake ni urafiki ambao ulikuwa ni wawazi, ulikuwa unajulikana. Kivyo vyote vile hawezi kuwa na maoni mabaya juu ya rafiki yake. Yule alikuwa ni rafiki yake wa siku nyingi. Kwa hiyo sisi watu wengine tulikuwa tukishuhudia huo urafiki, na mimi naamini ya kwamba urafiki wao ulikuwa ni urafiki wa dhati. Magufuli pia tumeona mara kadhaa alikuwa akienda hata kwake Kenya, na yeye Odinga akienda Chato, akija hapa Dar es Salaam. Watoto wa Magufuli wakati mwingine wamekuwa wakienda kwa Odinga, mke wa Magufuli amekuwa akienda, mama yetu Janet amekuwa akienda. Kwa hiyo ni urafiki wao ulikuwa ni urafiki wa kifamilia. Na nadhani hata wao familia ya mzee Magufuli, kwa maana mama Janet pamoja na watoto wake, nao wamehuzunika na msiba huu, kwa sababu nao walikuwa ni watu wao wa karibu, na tuliona mara nyingi wakitembeleana. JPM akienda kule, baba akija huku, watoto wa Magufuli wakienda kule. Na takaribia hapa walipokuwa mambo ya uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi kilivyokuwa kinaanza, mtoto wa hayati Magufuli Jessica alienda
Nairobi na akamtembelea baba, na baba akampa baraka zake. Kwenye clip akasema wewe ni mshindi na imani utashinda. Na kweli Jessica Magufuli alishinda kwenye nafasi ambayo alikuwa anayoanea. Maoni yake alikuwa ni yapi kwa Magufuli? Mkikaa kuna ile mnakaa, yule jamaa mchapa kazi, yule jamaa anaweza hivi anaweza hivi. Kama mshawahi kukaa kuongea? Kwa bahati mbaya sana sijawahi kumuuliza maoni yake juu ya hayati John Magufuli. Lakini ninachojua ya kwamba walikuwa ni marafiki na urafiki wao ulikuwa ni urafiki wa wazi. Kwa hiyo sijawahi kupata nafasi ya kumuuliza maoni yake kwamba baba, maoni yako ni yapi juu ya Rais Magufuli. Mimi ninachojua kwamba walikuwa ni marafiki sana. Wewe kama mwandishi wa habari, ni kitu gani kikubwa zaidi umejifunza kutoka kwa Odinga? Nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwa mzee Odinga. Jambo la kwanza na la muhimu ni kuwa humble. Yule mzee was very humble. Yani ni mtu mnyenyekevu wa kiwango cha juu sana. Ni mtu mnyenyekevu wa kiwango cha hali ya juu sana. Ni mtu ukiwa unazungumza naye, licha ya nafasi yake kuwa ndogo, lakini hata ukipata nafasi ya kuongea naye, hata kusikiliza kwa utulivu sana. Hata kupa na muda wake, hata kusikiliza. Ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mwenye upendo. Unajua kuna watu wengi Mwenyezi Mungu akishawabariki wanawaona watu ambao sio watu wa chini, kwamba sio watu wao wa kuweza kuketi nao. Lakini yule mzee alikuwa ni tofauti. Wewe unaona hata vijana wa Kenya pale wengi tu walikuwa wanaenda kwake pale, baba nataka hiki, nataka kazi, tunataka mtaji, na alikuwa anawapa kadri kila moja namna ambavyo alivyopata nafasi. Kwa hiyo jambo la kwanza nimejifunza kwake ni unyenyekevu. Odinga alikuwa mnyenyekevu sana. Mzee yule nakwambia ndugu yangu alikuwa ni mnyenyekevu sijawahi kuona. Yani ni mtu utampigia simu, hata pokea simu yako, hata kusikiliza kwa makini. Baba utamuomba ushauri, baba nina jambo hili unaje? Kama yuko bisa kwambia nipigie baadaye. Ukimpigia hata kukupa muda wake, hata kushauri. Lakini la pili ni upendo. Alikuwa na upendo mwingi sana kwa watu wake, watu wanaomzunguka. Alikuwa na upendo mkubwa sana kwa jamii yake ya Kenya, na alipenda Kenya sana. Mara kadhaa alisema hata kama itamgharimu gharama ya uhai kufia Kenya, yuko tayari. Alisema kwamba hata kama itabidi kwamba imgharimu gharama za kutoa uhai wake, lakini kamwe hatoacha kuwapambania wa Kenya, hatoacha kuipambania taifa lake. Na tumeona hilo alitekeleza kwa vitendo. Mzee alikuwa ni mtu mwenye upendo, alikuwa mtu mkarimu, mnyenyekevu. Hata ukienda nyumbani kwake utakaa naye hivi, mnakula meza moja, unajua yule ni kama mfalme yule. Yani mtakula meza moja, mtakaa, mtafurahi, mtacheka, mtapeana story 2-3. Kwa hiyo mimi namkumbuka kwa upendo wake, namkumbuka kwa ujasiri wake. Ni mtu ambaye alikuwa akiamini kwenye jambo, anaiamini kweli kweli. Na hilo mimi sidhani kama nitakuwa mtu toshelevu wa kueleza ujasiri wake. Ujasiri wake inaelezeka duniani kote. Yani hahitaji hata mtu kuelezea. Ni jambo ambalo linajulikana na alitekeleza kwa vitendo. Ikatokea labda ungepata nafasi ya kumwambia neno, ni jambo gani ungeweza kumuelezea Odinga au kumwambia? Kabla akiwa ungepata hiyo nafasi. Mwisho kabisa. Kwanza sikujua kama angeweza kufariki mapema hivyo. Sikujua hivyo. Kwa sababu hata nimekwambia nimeongea kabla siku chache sana kabla ya kifo chake, mimi nilipata nafasi, nilizungumza naye kwa simu, nilimpigia, nilizungumza naye dakika 6. Sio ndogo kupata dakika 6 kwa mtu kama yule kwenye simu. Ni jambo jema sana. Mimi ningemweleza tu kwamba mzee wangu, mimi ninakupenda sana, lakini tunakushukuru kwa uhai wa maisha yako ambayo umeipigania wananchi wako wa Kenya. Umeipigania taifa lako la Kenya. Umeipigania Afrika. Na leo hii Kenya tunaona uhuru ule walionao.
ni kwa sababu ya huyu mzee, kwa sababu ya katiba ya 2010 ambayo yeye ndiye aliyekuwa kinara ya kudai mageuzi hayo ya kikatiba. Alikuwa kinara ya kudai utawala wa kidemokrasia, alikuwa kinara wa kudai utawala wa kuheshimu haki na utu wa watu. Kwa hiyo mimi ningepata hiyo nafasi ya mwisho kabisa hivi na hivi, ningemweleza hivyo kwamba mzee, tunakushukuru kwa maisha yako. Jambo lingekuwa ni moja tu, tunakushukuru kwa maisha yako uliojitolea kwa ajili ya kuwapambania watu wako, na alifanya kwa nafasi ya kipekee sana. Ni kupe tena pole zaidi Odemba na wana Afrika ya Mashariki kutokana na msiba huu. Lakini pia nikutakie safari njema ya kwanza kuelekea Kenya kwa ajili ya kwenda kuhudhuria msiba. Najua utatuwakilisha baadhi yetu, na unajua serikali lazima itatuma wawakilishi. Ninakushukuru sana, nami niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ailaze roho ya baba mahala pema peponi. Baba, tulikupenda sana, umekuwa mzee wetu sana. Mungu akurehemu huko uliko, akupe pumziko la amani. Lala salama Odinga, Nyendigikwe Jacob. Asante sana. Uvumilivu pamoja na ujasiri pamoja na dhamira ya kisiasa ndio ambayo itabaki kuwa alama ya Odinga katika taifa la Kenya, kuwapelekea kwenye demokrasia pamoja na maendeleo ambayo wanayo kwa sasa. Mimi naitwa Pasco Mwakioma, hadi wakati mwingine.